katika engo ya uhamasishaji katika harakati za vijana kujitambua na kujibadilisha katika mlengo wa maisha. Na hata hivyo kwa watu wengi wanamfahamu, na kuna wengine kama mtakuwa hamfahamu atajitambulisha, kisha baada ya hapo tutaleta maswali ambayo tunaweza discuss pamoja na yeye na akatuelezea kitaalamu na kiujuzi zaidi. Karibu kwanza. Asante sana kaka Masange TV. Yes, asante. Nashukuru kwa uwepo wako hapa. Karibu sana katika kipindi chetu na kwa kushiriki pamoja na sisi. Wala usio na shaka. Sasa Amani, katika maswali ambayo leo tutaweza kujadili ni kuhusu mambo ambayo yanayohusiana na uhusiano. Ndio. Na tunapogusa uhusiano tunagusa swala la ndoa. Ndio. Kwa sababu ndoa ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu ambaye yuko timamu anayeweza avoid swala la ndoa. Ndio. Lakini ndoa kwa sasa hivi tunaweza kusema ni msaada ama ni changamoto katika maisha yetu. Ndoa kwa sasa hivi wewe unaiongeleaje na unaiangaliaje kwa muktadha huu uliopo sasa hivi? Kwa muonekano wa watu wengi sasa hivi ndoa imekuwa kama vile changamoto. Kutokana na mabadiliko ya tabia tangu enzi na enzi. Unajua zamani kulikuwa kuna kitu kinaitwa jando. Watoto wa kiume walikuwa wanapelekwa jandoni. Walikuwa wanafunzwa maadili ya kijamii, walikuwa wanafunzwa wanaume, walikuwa wanafunzwa jinsi ya kuhendo maisha, jinsi ya kuishi pamoja na mwanamke. Na wanawake walikuwa na kitu kinaitwa kufundwa. Kwa mwanamke kabla hajaolewa anawekwa ndani. Kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, ilikuwa idadi inapungua. Alikuwa anakaa mwezi, wiki 2, wiki 3, anafundwa taratibu za ndoa, anafundwa jinsi ya kuendo ndoa na maisha ya mwanaume kwa ujumla. Kwa hiyo ile ilikuwa inafanya ndoa iwe msaada na ilikuwa imekaa compatible sana. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, maadili yanapopungua na ujanja au ujana unapozidi kuongezeka, ndoa inaonekana changamoto, kwa sababu asilimia kubwa vipaumbele vya watu wanaoingia ndoani vinatofautiana. Unakuta huyu anaingia akwepe umaskini, mwenzie anaingia ili amtafute mtu wa kulea watoto wake. Huyu akishapata mtoto hatulia anafanya haya, huyu naye hatulia na kuwaifu. Si kwamba hakuna ndoa ambazo zimekuwa kama baraka, zipo, lakini za kuhesabu sana kutokana na mabadiliko ya tabia ya watu. Tuseme kuna vitu vile hapo nilivyovifahamu kwa kweli, kwamba kuna mabadiliko ya tabia, alafu kuna kitu kingine pia ni kusema ni vipaumbele vya watu vimetofautiana kwa asilimia kubwa mno. Kwa sababu kama mtu mtakuwa pamoja alafu malengo yako tofauti, hamwezi mkao pamoja. Kuna mmoja alisema kwamba kabisa, nilimkuta ka post TikTok, mdada tu mzuri, kasema siku ziende tu, can't imagine nitapata mume wangu ana hela, anilishe, anivishe, nitulie. Umeona hiyo version alionayo? Kwa hiyo kashaona ndoa ni kitu kama hicho. Sasa akiingia ndoa anakuta kwamba kuna majukumu mazito ya yeye kuyamudu, inakuwa ni tofauti. Na kitu kingine kaka Masange ni kwamba asilimia 30 ya wanawake wanaukwepa umaskini kupitia ndoa, lakini asilimia 30 ya wanaume wanaupata umaskini kupitia ndoa. Asilimia kubwa ya wanawake wanaukwepa umaskini kupitia ndoa. Asilimia kubwa ya wanaume wanaupata umaskini kupitia ndoa. Na ndio maana ukienda mahakamani sehemu mbalimbali ambapo wanadaiana, mara nyingi utakuta kabisa wanawake wanadai mali tulizochuma pamoja, si upendo, si watoto wala kitu kingine chochote. Tuseme asilimia kubwa ni wanawake wanaingia kwenye ndoa kwa sababu ya kukwepa umaskini basi. Ni kweli. Ila sisi sasa, kwa vile ndoa ni majukumu mazito yanatufanya hatufilisi, na usipokuwa na akili unafilisika kweli kweli. Miongoni mwa majuto ambayo niliwahi kuposti siku moja, nikauliza followers wangu, wakasema ni pamoja na ndoa za utotoni au watoto wa mapema. Sasa kitu ambacho tuseme unaweza kumshauri mtu katika kitu ambacho kinachoweza kumsababishia mtu asiendelee haraka ni kuoa mapema. Kuoa mapema. Usikubali kuoa mapema kama uwezo wako bado mdogo. Achana na zile version kwamba eti mke atanifanya nifikiri, atakuchanganya. Kazi ya mwanamke ni moja, akutulize ukiwa umechanganyikiwa au akuchanganye ukiwa umetulia. Na sasa kama mwanamke anaweza akakufanya hivyo, uone kwamba hata ukija ukiwa umeendelea anaweza akakusababishia ukarudi nyuma? Utofauti wake ni mmoja. Ukiwa ushajenga maisha yako, ukiwa ushajenga imani yako, unaenda kumtafuta mtu wa kumpenda, hutomtegemea maisha yako yote. Kwa mantikio atakuja atakuta tayari maisha yako unayo, hatakusumbua kiakili hata malai. Sasa kosa moja ndio walifanya sisi, huwa tunaenda kumtafuta mtu wa kumpenda kabla tujajijenga kiimaya.
alafu tunafanya juu chini, hatuwezi kuishi bila yule anakusumbua. Tuseme sasa, kabla hatujahama katika swali la pili, ambapo sasa tuseme ni ipi nadharia na ni kipi unamshauri mtu ambaye anayesema kwamba mimi natafuta mwanamke ambaye anayefanya kazi, anajitegemea, mimi ndo nataka nimuoe? Kwa mtazamo huo, kuhusu kutafuta mwanamke anayefanya kazi sio shida, ila shida ni moja. Unajua brother, wanawake wana tendency ya kuzidiwa, na hii kitu sitaki kuiongelea tu hivi hivi, inaitwa hypergamy. HYPERGAMI. Hypergamy ni tendency ambapo wanawake wanadeti na wanaume ambao wamewazidi, iwe uwezo, iwe kipato, iwe kazi, iwe akili, iwe mindset, chochote kile. Na ndio maana ilikuwa ni vigumu sana kupata mchumba darasa moja kati unasoma, kwa sababu mmelingana. Yes, kwa sababu wao wanataka wajuu. Na ndio maana wanawake wengi wakianza kupata mshahara, wakianza kupata kazi, wanaanza kuwapuuza wanaume wao. Na ndio maana wanaume wengi huwa hawataki kabisa kuwa na mahusiano na wanawake ambao wamewazidi kipato. Yote ni kwa sababu mwanamke anataka mtu ambaye amemzidi yeye. Akianza tu kukuzidi, anaanza kuonyesha sense ya kucontrol hata kuwa chini yako. Hiyo ujumbe huo tuseme kwa wale ambao kwa hiyo sometimes wengine wanaona kama vile bahati, mimi natafuta bwana hata kama amenizidi, lakini kwa ajili ya amani ya afya ya akili uweze kumshauri mtu. Ni vigumu sana kumcontrol mtu ukiwa amekuzidi. Tunamnyenyekea Mungu kwa kuwa katuzidi. Yes. Tuseme wanadamu ili aweze kucontrol ni lazima awe amekuzidi. Kama mko sawa hamwezi. Ni vigumu sana, heshima inakuwa kazi. Yes. Sasa katika swali lingine ambalo tunaweza kujadili ni tatizo gani ambalo liko wapi katika kuendea ndoa? Kwa sababu tumeshafahamu katika kitu ambacho kinachosababisha ndoa zisiwe ni msaada na furaha. Sasa hivi imekuwa watu wengine wanaingia katika depression kwa sababu ya ndoa. Sasa tatizo liko wapi katika kuendea ndoa? Yaani katika paka au kumchagua mtu ambaye anaweza akaishi naye nini? Tunafeli wapi? Tatizo kubwa liko sehemu moja. Asilimia kubwa ya wanawake wanaingia kwenye ndoa kwa sababu ya pressure. Kadri umri unavyozidi kwenda, ndio kadri ambavyo wanampampu, olewa, usipoolewa sijui nini na nini, fanya hivi na hivi. Sasa ile kitu inafanya asilimia kubwa waingie kwenye ndoa kwa sababu tu umri umefika, wameshawishiwa. Lakini pia sababu ya pili kwa upande wa wanaume ni kwamba wengi wanaingia kwenye ndoa kabla hawajajitayarisha. Unajua, nishakutana na maswali mengi, wanaume wanauliza tu ni umri gani sahihi wa kuoa. That is not a real question. Yaani huwezi kuuliza eti ni umri gani sahihi wa kuoa. Kaka, hakuna umri sahihi wa kuoa, ila kuna uwezo sahihi wa kuoa. Kama unaweza kuenda majukumu, ingia ndoa hata kama una miaka 20. Ila kama uwezo wa kuenda majukumu, itakuwa kazi, kwa sababu ule mtoto wa mtu itabidi umlishe, umvishe na maisha mengine yasonge. Kwa hiyo wanawake wengi wakiacha kuingia ndoani kwa sababu ya pressure ya umri, maisha yatasonga. Ila wengi wao wakishafika miaka 27, 28, 29 pale wanaanza kulazimisha kuolewa na mtu yeyote. Lakini jambo lingine la tatu zaidi ni lifestyle ya maisha ambayo tumejiwekea. Asilimia kubwa sasa hivi ya watu wengi, wanawake wengi wanaingia kwenye ndoa kulingishiana sherehe. Harusi yangu mimi ya gharama kubwa kuliko ya fulani. Kwa hiyo mtu juhudi kubwa anaziweka kwenye harusi, anashindwa kuyafahamu majukumu ya ndoa. Akimaliza hapo, ndoa lazima iwe mzigo kwake kwa sababu hakujipanga. Yes, ndio hivyo. Na hawezi akafurahia kwa sababu ile version ya kutaka kuwalingishia watu tayari ishapita. Na ndio target yake ilikuwa. Ukitaka kujua akili ya mwanamke kwenye ndoa, angalia bajeti yake ya harusi. Kubwa. Kufanya harusi ya gharama sio shida. Shida ni kujilazimisha uendane nayo, uwezo huna. Ndio changamoto. Atakufilisi. Nimependa maswali na majibu yako ambayo yanaweza yakafunza mtu na akaelewa katika mambo kama. Sasa tumeshafahamu changamoto ambazo baadhi, kwa sababu hatuwezi tukamaliza zote, lakini hizo ni zile kuu. Lakini ni mambo gani ambayo watu hawa wawili sasa wanaweza wakayafanya ili waweze kupata amani na furaha katika maisha yao? Jambo namba moja, vipaumbele vilingane. Yaani wanawake sasa hivi wamejikuta ni watu wa standard. Unajua kitu kinaitwa standard kiendane na uhalisia wa maisha yako. Sasa wanawake wengi wa siku hizi wana vipaumbele vikubwa kuzidi thamani yao halisi.
Nilikuwa nasikiza interview moja, mdada mmoja anaulizwa, wewe mwanaume akiwa na wewe atafaidika na nini? Anakwambia macho, shepu na rangi. Muone salvation ya akili yake alionayo. Sasa kwa hiyo jambo ili mahusiano yadumu, kwanza vipaumbele viendane. Yaani sababu kubwa wanaume wengi wamekuwa single kwa sababu hawana fedha ya kuendesha mahusiano. Tuseme imekuwa kama mradi vile. Imekuwa kama mradi. Yaani kila mtu anaingia, mwanamke anaingia kwenye mahusiano, anaangalia anakupenda kwa kipi unamfanyia. Tuseme ndugu yangu Amani hapa, kabla hujamalizia kujibu swali lako hapa, kuna kitu ambacho mimi nimekumbuka. Ndio. Na ndio maana unaona sasa hivi asilimia kubwa wanawake unakuta wengine wanatumia miili yao kupata pesa. Yes. Wanatumia gani. Na hii unaionaje pia madhara yake baadaye? Kwa sababu kuna wengine unakuta mwanamke kabisa ni kazi yake ndio hiyo. Target yake tu napata hivi vitu yani. Alafu asilimia kubwa wanawake wanaotumia miili yao kupata fedha ni vigumu sana kupata miradi ya kudumu. Kwa sababu mwanaume ana akili moja, anataka akufanye umtegemee milele. Yeah. Kwa hiyo atakupatia fedha ambazo zitakusongesha tu maisha ya hapa na pale, lakini sio milele. Atakununulia iPhone 17, hata kufungulia biashara. Atakupangia apartment kodi 500,000. Anajua kabisa ni ngumu kuipata mpaka umtegemee. Kwa hiyo mimi rai yangu ni kwamba hatuwezi kwa control watu wote. Kila mtu aishi maisha yake ambayo anaona yeye ni sahihi. Lakini ushauri mkubwa ni kwamba kuna umri utafika, ukubwa utakapokuingia, utahitaji maisha ya kusettle down. Tofauti kubwa ya wanawake ni kwamba hata tukiongea vipi hawaambiliki kwenye hilo swala. Yani iko hivyo. Mwanamke akishaazimia la kwake mpaka litimie. Na wanakuja kujutia mwishoni, unakuta ana miaka 30 tayari ana watoto 3, 4, baba tofauti. Yes. Na ile katika malezi ni mbaya sana. Tuseme sasa, turudi katika jibu letu kwamba lazima vipaumbele viendane. Lazima vipaumbele viendane, jambo namba 1. Jambo namba 2, usisahau sababu iliyokusababisha wewe uingie kwenye mahusiano. Yaani yes, kabla hujaingia na mtu kwenye mahusiano, jiulize unaingia kwa ajili gani? Asilimia kubwa wanaume wanaingia kwa ajili ya sex. Iko wazi. Asilimia kubwa wanaume wanaingia kwa ajili ya sex. Tuseme vile mtu anapoenda akanogewa au vipi ndo anaoa ama sometimes tabia. Unajua pale mara ya kwanza wanapoonana mwanamke na mwanaume, kitu cha kwanza cha mwanamke akilini kwake tu ni amlale kwanza, mengine aendelee. Wakati akili ya mwanamke ni kwamba ampende kwanza, mengine aendelee. Kwa hiyo kuna muda mtu unakuta anaona hana sababu tu, anaamua kuendelea naye kutokana na tabia. Yes. Tuseme wanaume wengi wanaingia kwenye ndoa kwa sababu iko wazi, hakuna mtu anaweza kupinga hilo. Sasa na hapo ni sawa ama ni makosa? Kama ni kipaumbele chako na unakimudu, kwa nini sio makosa? Mimi kuna rafiki yangu mmoja alikuwa na biashara tu vizuri, maisha yake yanasonga, kila kwambia mimi na date na mwanamke kwa sababu ya sex tu. Hana kitu kingine anachoniofa. Na kila mwanamke aliyekuwa naye anaingia kwenye mahusiano anamwambia hivyo ukweli, mimi nipo naye kwa sababu ya sex tu, una kingine cha kuniofa. Kwa hiyo vipaumbele viendane na standard yako, vipaumbele viendane na uhalisia wa maisha. Yes. Sasa katika swali la mwisho ambalo tunaweza tukamalizia nalo, ni kati ya mwanaume na mwanamke, nani ambaye ana jukumu kubwa la kuituliza ndoa? Yaani mfano wameoana, vipaumbele vinaendana kila kitu, lakini kuna mambo hayaendi sawa, yaani kuna ile kugongana. Sasa nani ambaye ana jukumu kubwa la kuirudisha ndoa ikae katika nani yake? Mimi kwa upande wangu nitasema mwanamke, na nitakutolea sababu zangu binafsi kwa nini nasema hivyo. Unajua maisha ya kutaka 50 kwa 50 ndio yameharibu ndoa za watu wengi sana. Mfano mdogo, naturally wanaume wamezaliwa na sensi ya umiliki. Unajua kwa nini wanaume wanafanya sana mapenzi au anakuta mwanamke ndani anampenda lakini bado anatoka nje? Hii tumetoka nayo. Unajua sisi binadamu ni wanyama, iko hata mbugani. Simba mmoja anamiliki majike 6, 7, katulia kwenye ngome yake, amepoa. Iko hivyo kwa wanaume. Wanaume sisi version yetu ni kwamba hata kama una mwanamke ndani, hata kama ana mwanamke ndani, ana uwezo wa kumpenda na kumjali, lakini bado anatoka nje akaonje sehemu 1, 2, 3. Si tabia nzuri ya kujisifia au ya kujisifia kwamba tuko hivyo. Lakini tatizo linakuja kwa wanawake, wakishaona hivyo wanaanza maisha ya visasi. Mwanaume huyu anafanya hivi, basi acha na mimi nifanye hivi.
Sasa mkianza tu maisha ya visasi, wenyewe wanaita 50 kwa 50. Kama umefanya na mimi nafanya titi for 30, wanalipiza. Hiyo haitoboi. Jambo moja tu ni kumtuliza mume wako chini na kuongea. Ingawa wengine huwa wasikiliziki. Hilo ni jambo namba moja. Jambo namba mbili ni kwamba asilimia kubwa mwanamke ndio anakutana na kundi kubwa la watu ambalo wanamtaka kuliko mwanaume. Sijui umeelewa vizuri? Yaani mwanamke ana kundi kubwa la watu ambao anakutana nao wanalomhitaji kuliko mwanaume. Mwanaume atatoka zake, ataenda kazini, atahangaika, atasumbuka huku na kule. Lakini mwanamke ushawishi unakuwa mkubwa. Sasa kama hawezi kuhandle ushawishi, lazima ile mahusiano yavunjike. Na inakadiriwa kwamba mwanamke anakuacha, anaenda kwa mtu ambaye tayari alikuwepo, ile alikuwa ajibiwi message zake. Anarudia nyuma kwa mtu ambaye alikuwa ajibu, lakini wewe unamwacha mwanamke, inabidi tena uende ukatafute. Kwa hiyo ukishajua utofauti wako, ukishajua utofauti uliopo kati ya jinsia ya kike na jinsia ya kiume, utakuja kugundua asilimia kubwa ya kuenda mahusiano ipo kwa mwanamke. Kaka, mwanaume akitulizwa vizuri, akaheshimiwa na kuthaminika, ni vigumu sana kuwa mkatili. Tuseme ile yale maneno ya wanawake wanasemaga bwana, mimi kumnyenyekea mwanaume ni mambo ya kizamani. Inaathiri kiasi gani? Asilimia kubwa inaathiri, kwa sababu sisi tumekuwa tukiona baba yetu anaheshimiwa. Sisi nyumbani ilikuwa mpaka kiti cha baba ukai. Kiti cha baba yako iko. Kwa nini unakaa kiti cha baba? Kulikuwa kuna vyombo vya baba, sahani ya baba, bakuli ya baba. Kulikuwa kuna chakula cha baba kinatengwa tofauti. Kulikuwa kuna vitu vinavyo tofauti. Sasa ile heshima tunakuwa tunaitafuta kwa wanawake, kwamba na mimi nititiwe vile. Sasa ukija mwanamke na wewe ni kiburi, utaki kuwa submission kwangu, utaki kushuka chini, utaki kuheshimu, na mimi naanza kuona siheshimiwi kama baba alivyokuwa anaheshimiwa. Yani unaanza sasa kuona hii haifai kabisa. Na ukiangalia kama umekaa kwenye madawati ya jinsia, asilimia kubwa kesi zinazoletwa pale, migogoro inayoletwa pale, ni sababu tu mwanamke hataki kushuka chini, nataka ile tuwe sawa. Sasa ile inaharibu kwa mwanaume. Yes. Tuseme mwanamke akijitahidi, mfano akaweza hilo la kujishusha, atakuwa amefaulu pakubwa sana. Atakuwa amefaulu kwa 90%. Asilimia 10 zinabaki tamaa ya mwanaume mwenyewe. Lakini sasa hilo analiwezaje? Kwa sababu sasa hivi na hii misemo kwamba mimi siwezi nikafanya hivi. Na kaka, mwanamke anaweka sheria kwa mwanaume ambaye hampendi, alafu anazivunja hizo sheria kwa mwanamke ambaye anampenda. Mwanamke kikupenda, hakutakuwa na sababu yoyote ambayo itamzuia yeye kuja kwako kivyo vyote vile, yani definite. Ukiona anakuambia kwamba mimi siwezi kujishusha, ni vile tu labda hajakupenda, hujua lile toleo ambalo yeye analihitaji. Lakini kuna uwezekano kwamba ukamua mwanamke ambaye unaweza mwanaume akamtengenezea mazingira mwanamke akawa juu. Umeelewa swali langu? Sijaelewa vizuri. Yaani mfano unaweza kumuoa mwanamke ambaye ni mnyenyekevu, lakini kuna aina ya maisha unaishi naye ukamfanya sasa asikusikilize. Sijawahi kuexperience hicho kitu. Lakini pia nahisi kilishai kukuta kwa rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa akijitoa sana kwa ajili ya mwanamke. Unajua, the more unafanya vitu vingi kwa mwanamke, ikiwa vitampandisha thamani, kadri mtu anavyozidi kwenda mbele na kuona wewe ufai. Kama nilivyokuambia, hypergamy iko wazi. Tuseme sasa, si ndo hapo tunarudi kwamba yaani hapo unamtengenezea mazingira ya kumpandisha thamani na kuacha. Anaenda juu, ataanza kuhisi wewe umfai. Mwanamke ni kama mfano mdogo nisha kumwambia mtu mmoja kwamba kunaweza kuwa kuna mto hapa, ukambeba mgongoni ukamvusha vizuri, mkafika ng'ambo akakuacha sababu umeloa. Umeloa kwa ajili ya kumsaidia kile akakuacha. Na unawezekana ukampandisha ukao ni ngazi, afu akaja akakukataa. Mwanamke atakumbuka mema aliyokufanyia na mabaya uliyomfanyia. Hata kumbuka mema uliyomfanyia au mabaya aliyokufanyia. Hata ukikaa ile kumkumbusha mke wangu mimi nilikufanyia, ni vigumu sana. Yaani ni vigumu sana. Na ndio maana huwa nawashauri vijana kwamba wajitoe kwa uwezo wao. Yaani hata kama uko na kwenye mahusiano kaka, mhudumie mpenzi wako katika njia ambayo wewe haikubani. Yaani katika uwezo wako. Katika uwezo wako. Kwa nini hujawahi kulilia sadaka msikitini kwamba nimetoa sadaka kubwa leo naumia? Kwa sababu huwa tunaenda kutoa sadaka uwezo mdogo sana ambaye haikuumizi. Sasa kwenye mahusiano tunafanya vice versa, tunaenda tunajitoa sana.
Ndio maana mwanamke akibadilika unaumia. Usimfanyie mpenzi wako vitu ambavyo unajua kabisa mkija kuachana vitakuuma. Tuseme vinavyoumiza watu ukiachana na kupenda, pia hata zile gharama ulizozitoa zinaweza zikasababisha. Inauma sana kutoa juhudi kwa mtu ambaye baadaye anakuambia hazikutosha. Unajua wanaume tunaumia na juhudi tunazozitoa kwa wanawake kwa sababu mbili, au inaweza ikawa sababu moja. Sisi tunazaliwa bila thamani. Unavyozaliwa tu pale unatakiwa kwanza ujitafutie wewe. Wakati unajitafutia wewe, sijui uvae ufaje, uko kwenye mahusiano ndo muda ule unamhudumia. Kwa kuta kitu hicho kimoja mnagawana. Asilimia kubwa wewe unakubali kuumia, yeye awe na furaha. Sasa baadaye akikutenda unaumia kwamba kwa nini nilimpa nafasi kubwa yeye. Yes. Na ndio maana mahusiano mengi wanaoumia mno ni wanaume kuliko wanawake. Amekuwa amejitoa sana na vitu vingi katumia. Alafu unajitoa kwa mtu ambaye yeye ndo anakutana na kundi kubwa la watu ambao wanamuattract. Tafiti unajua zinasema within 2 days or 3 days wanawake wengi waliotoka kwenye mahusiano wao wanaingia kwenye mahusiano mapya. Yote kwa sababu ana kundi kubwa la watu ambao walikuwa wapi attention wakati ana date na wewe. Kwa mshazinguana tu anageuka nyuma na mtafuta mmoja ambaye yuko attracted na yeye anampa attention. Sasa kumalizia la mwisho ambalo unaona maudhui ni mazuri. Ndio. Sasa kitu ambacho tunaweza tukamalizia ambacho hakipo, yani ile swali liko nje tu ambalo kama mwanaume unaweza kumruhusu mke wako akawa na marafiki wa kiume, kwa sababu ulivyosema ana watu wengi nyuma. Sasa ni wanaume. Sasa wewe unaweza kumruhusu mke wako akawa na marafiki wa kiume? Kabla sijajibu direct, niseme tu ukweli. Na hiyo utawafikishia bila kukatakata kuongeza uongo. Waambie tu ukweli. Asilimia kubwa ya wanaume huwa wanataka wanawake wao wawe tofauti na wanawake wengine wanaowatumia. Kwa hiyo ukiingia kwenye mahusiano ukaona mwanaume anakupa kanuni ambazo hazikuharibu, zaidi yote zinakufanya uwe bora, lazima ujue huyo mtu anakupenda. Wanaume wengi hatutaki mwanamke ambaye anakunywa pombe. Ndio maana utakuta mwanaume atakesha na wanawake wanakunywa nao pombe lakini hatoa mnywa pombe. Hatutaki mwanamke ambaye labda anavaa nguo uchi na kujiposti mtandaoni. Hatutaki mwanamke wa hivi, ataanza kutengenezea kanuni ndogo ndogo. Sasa wanawake wengi huwa wanaona huo ni mzigo. Anaona kama vile unamcontrol. Anaona kama vile unamnyima uhuru. Kwa nini nimeanza hivyo? Nimeanza hivyo kusema mimi binafsi huwa sipendi mpenzi wangu awe na mahusiano na wanaume. Ingawa unaweza kumzuia vipi lakini bado akaendelea nao chini chini, lakini ni mambo tu ya kukaa chini na kumwelezea. Lakini pia mwishoni kwa kuongezea zaidi hapo ni kwamba ukimpa kanuni nyingi mwanamke, makatazo mengi, wasiwasi mwingi, unaonekana hujiamini. Hujiamini. Ni kosa ama sio kosa? Hakuna kitu true 100%, lakini mimi kwa upande wangu, kwa mtazamo wangu mimi huwaga naona unamkataza tu kwenye mambo mawili matatu, lakini usimlazimishe sana. Unajua kwa nini? Na ndio maana inaonekana kukagua simu ya mpenzi wako inaonekana sio vizuri. Kwa sababu gani? Unaonekana bado hujatosha. Brother, I told you earlier na nakwambia tena, mwanamke akikupenda atafuata kanuni zako bila kutumia nguvu. Ndio maana hichi kisa nakikumbuka, kipo kwenye dini sana ya Kikristo, sijui kama Waislamu tunacho, lakini nahisi pia kipo. Yakobo aliteseka miaka 7 kwa ajili ya mwanamke anayempenda. Anakuja ukabidhiwa, anapewa mwingine mkubwa, anaambiwa sisi kwetu huwezi kuoa mdogo mpaka mkubwa awe ameolewa. Akakubali kuteseka tena miaka mingine 7 kwa ajili ya ule mdogo. Siku wanaondoka pale nyumbani kwa Labani, yule mwanamke aliiba miungu ya baba yake ili akatumie na mume wake. Umeona jinsi upendo ulivyo na nguvu? Amelelewa kwenye dini ya baba yake, miungu ile alikuwa anaitegemea, lakini akaiba mpaka baba mtu akakasirika kutafuta ile miungu ndo anakutana naye. Hujawahi kuona familia ya kichungaji binti anachungwa lakini bado kapewa mimba? Ipo. Hii inaonyesha kwamba mwanamke akikupenda hazuiliwi na lolote lile. Kwa hiyo haya makatazo sijui kuhusu wanaume, sijui usivae hivi, usivae hivi, ukiona nakataliwa na mwanamke bado hajakupenda, bado hujawa yule anayemhitaji. Akipata yule anayemhitaji atafuata. Lazima utii tu. Iko clear. Yaani
kwa hiari, yani unatii shuruti. Ndio maana wanawaambia ukiona makatazo mengi mwanaume, ukiona unapewa vigongo vingi, changamoto nyingi, vikwazo vingi, sauti yako haiheshimiki, ndio tayari pale shafia. Si afu sipo, wapo watu wengine, songa mbele, katafute. Nimependa sana. Yes, iko hivyo. Kwa majibu yako mazuri na uelewa wako mzuri, nimefurahi sana. Na kitu kingine ambacho nachokuomba bana, tukihitaji katika kipindi chetu usikatae kushirikiana. Hilo siwezi. Yaani hata nauli yangu mfukoni nitaitoa. Wabillahi tawfik. Yes. Nimefurahi sana na tutaendelea kukutana na Amani. Pia ni mwandishi wa vitabu ambaye anaandika. Na vitabu vingapi sasa? Na vitabu vitatu. Vitatu. Yeah. Katika vitabu vyako kipi unachokipenda uliandika ukaona una ndoto ya kuikumbuka? Hichi kitabu kweli nimeandika hapa. Una ndoto ya kuikumbuka. Nilikiandika baada ya kukosa ubunge jimbo ya Mvomero. Nikaandika nikiwa na huzuni sana na hisia kubwa. Yes. Katika mistari unayokumbuka ni ipi? Katika mistari ambayo naikumbuka mojawapo ni kwamba usikipambanie kitu ambacho hakikupi furaha, hakikuingizii fedha, wala hakikufanyi uwe bora. Kishia hapo. Huo ndo naupenda. Lakini pia naomba nafasi ya kuuliza swali. Naam. Na mimi unipatie hii video. Ni majuto gani unayajutia katika maisha yako ambayo tayari ushayapitia, unayajutia, unatamani hata ungepewa nafasi ya kurudi nyuma ungeyasaisha haraka? Si hivyo tu, kwa mantikio hata anayekuangalia anajifunza kwamba asikanyage hiyo njia. Ni kitu ambacho unachojutia kikubwa ni kukutana na watu ambao si sahihi, ambao walisababisha nikafeli namna moja ama nyingine. Kwa sababu unaposema watu sahihi ni unajua mtu unapokuwa kuna marafiki, na katika marafiki kuna wale wazuri na kuna marafiki wala. Sasa niliwapa nafasi baadhi ya marafiki ile wakanisababishia matatizo. Kwa hiyo umejifunza nini kwenye kuwapa nafasi watu wasio sahihi? Kwamba ukimpa mtu nafasi ambaye si sahihi atakuharibia. Yaani pakubwa sana. Yaani usahihi unaupima kwa nini? Kwangu mimi usahihi, lakini kabla sijajibu vizuri kwamba nikisema usahihi kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo hujui isipokuwa paka itakapotokea. Ndio bahati mbaya. Unajua, mfano unaweza kuwa na mtu kumbe anapokuwa na wewe kuna kitu ambacho anachotumainia kwa wewe. Sawa? Sasa kikikosekana ndio utakuja kugundua kumbe yule hakuwa sahihi. Sasa kuna vitu vingine vinaweza vikawa kabla na vingine unagundua baada ya kutokea. Sawa. Na ni swali gani ambalo linakutatiza sana kuhusu wanawake? Kuhusu wanawake. Ni issue gani wewe inakutatiza sana hadi leo hii unaga majibu kuhusu jinsia ya kike? Katika kitu ambacho nachoamini mimi, sijajua kama nitakuwa nakosea. Lakini kwa sababu mimi Muislamu pia naamini, ingekuwa kwamba Mungu hajaniambia mwanamke ni kiumbe ambacho chenye akili au binadamu, ingekuwa ngumu sana kuamini. Ningekuwa naamini tu ni kiumbe ambaye anayefanana na binadamu kwa sababu kwa namna alivyo. Sijui kama nakosea. Bado hujaniambia ni swali gani linakutatiza. Sasa kwenye hilo sasa huwa naona ni yuko tofauti sana katika kila engo, kwa sababu unajua unaposema mwanamke mfano ni tofauti na mwanaume. Unajua unapokuwa mwanaume na mwanamke, unapokuwa na rafiki yako mwanaume mnaweza mkaishi maisha mazuri, amna yale ukimwambia kitu hapo anafanya. Lakini tofauti na mwanamke, unaweza kumwambia hivi akaacha, ukamwambia tena mara nyingine. Sasa ni mtu ambaye kama mtoto, unaweza kumkataza hivi yani sasa unakuja kugundua ni kiumbe ambaye yuko weak sana. Yani labda nikupe robo ya jibu tu itakusaidia kuhusu hilo swali lako, kwa nini wanafanya hivi na hivi. Mambo mawili. Moja, wanawake washaweka picha kwamba hawaeleweki. Kupitia ile picha kwamba hawaeleweki, wanajificha na kufanya maovu yao mengi sana. Umeielewa hiyo? Lakini kumbe wanajielewa. Wanajielewa. Hivyo umeelewa vizuri. Yaani kisa tu wamemwambia blaza achana nao bwana, wanawake hawaeleweki. Sasa ile wanawake hawaeleweki, wao washaichukua kufanya vitu. Kuna mambo kabla hajakufanyia anajua kabisa hili ni baya, litapelekea 1 2 3, ila analifanya kwa kujificha kwenye hicho kivuli moja. Jambo namba 2, huwa wanatafuta kitu ambacho hakipo. Nikiongea hivi ni kama mtoto mdogo umnunulie matoi mengi umwekee. Atachezea, kisha baada hapo anayaacha, atenda kwa jirani kwa sababu tu kuna toi moja hapa alipo.
Utaenda dukani utalinunua lile toy kama lile umwekee ndani mwanao atulie. Ataangalia hapa lipi ambalo alipo, ataenda kutafuta tena. Kwa hiyo ndio maana kufanya pattern zao hazieleweki. Sasa unahisi kwa mwanaume iko hivyo? Hapana. Wanaume asilimia kubwa ya mambo yao yanatabirika. Na hii nilisoma kwenye kitabu, Dr. Alan Francis aliandika kitabu mwaka 1972 ambacho mambo yote ambayo wanaume wanatakiwa yajue kuhusu wanawake. Na kitabu kilikuwa plain, yani kile kitabu hakikuandikwa chochote. Alitoa kitabu, unaelewa maana kitabu hakina maandishi yote, ila kinaandikwa mambo yote ambayo wanaume wanatakiwa kujua kuhusu wanawake. Alileta picha kwamba ni vigumu kumuelewa mwanamke. Lakini baada ya kuchimbua zaidi nikaja kuelewa kitu kimoja. Pattern nyingi za wanaume zinaeleweka. Yaani asilimia kubwa mwanaume yuko wazi. Sababu amenyoka. Na mmoja alitoa sababu akisema hivi, mdada mmoja mzuri anaweza akawa mzuri huyo kwa wanaume hadi 10 20 na watu wakaaccept yule mzuri. Ila ni vigumu kwa wanawake. Ushakupata picha mwanaume gani ni handsome kwa mwanamke? Ni ngumu. Huyu atakwambia mimi napenda mwanaume mwenye ndevu. Huyu atakwambia mimi napenda huyu. Kwa hiyo wale mara nyingi vipaumbele vyao havitabiriki, lakini mwanamke ni wazi unatabirika. Nataka mwanamke mwenye heshima, nataka mwanamke anitii, nataka mwanamke hivi. Na vile vikitimia mwanamume anatulia. Kimya. Lakini mwanamke unaweza akasema mimi nahitaji mwanaume anihudumie, akihudumia tena anakuwa hapo. Wanatafuta kitu ambacho hakipo. Kama mfano tu wa toy. Yaani ukitembea na mfano wa toy na mtoto hivyo. Utanunua hadi dunia nzima, atakwambia ngoja nipa jua. Yes. Asante, mpaka hapa tukome na tutajadili siku nyingine mambo mengi na mengi zaidi. Basi kwa kufuatilia pia Amani natumia jina langu lile Amani Dimile. TikTok. Yes. YouTube, Instagram, Facebook. Amani Dimile. Basi mpaka hapa tukome, tuseme wassalamu alaikum warahmatullahi